Kwa majina naitwa Godfrey Mwangunguru, ni Vice President wa The Runners Club, lakini pia ni msemaji wa club. Kama unavyojua, The Runners Club ndio waandaaji wa Absa Dar City Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5 pale viwanja vya Mnazi Mmoja. Wengi wenu ambao tuko hapa, ndugu waandishi wa habari, tumekuwa mashuhuda kwa tunaenda mwaka wa 6 huu, msimu wa 6. Tunakwenda kutimiza mwaka wa 6 kwa ajili ya hii mbio ya Absa Dar City Marathon. Mbio ambayo inashirikisha mbio za kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Na kwa mwaka huu tunayo furaha kubwa sana kuweza kuambia inakwenda kuwa ni kitu cha tofauti kama tulivyokwisha kuzoea. Kama mnavyojua, kwa kipindi chote ambacho tumekuwa tukija hapa, mdhamini wetu Absa alikuwa sehemu ya wadhamini, lakini sasa hivi amekuwa ni 100% mdhamini mkuu wa mbio hii ya Absa Dar City Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17. Wote tunaelewa kwa nini Absa Dar City Marathon ni mbio pekee. Watu tunasemaga ni burudani ya mbio. Tunakimbia mbio nyingi, tunashiriki kwenye mbio nyingi. Tumekuwa tukifanya marathon za aina mbalimbali, lakini hii ni mbio ya kipekee ambayo huwa tunaita ni burudani ya mbio kwa sababu ya vitu ambavyo vinakwenda kufanyika pale. Watu wanakimbia, watu wanaenjoy, watu wanatalii. Tunaelewa Dar es Salaam tuna uhaba mkubwa sana wa vivutio, lakini kupitia mbio ya Absa ni mbio ambayo unakwenda kuona kila kitu ambacho kipo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni kutokana na upekee ambao tunao kwenye ruti zetu ambazo zinakupeleka kwenye kila aina ya kitu ambacho ni cha muhimu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kuanzia mnara, kuanzia majengo marefu, kuanzia daraja, kuanzia fukwe zetu za Coco Beach. Kila kitu kinajumuisha kwenye mbio ya Absa Dar City Marathon. Kwa hiyo wito wangu ni kusitiza wana Dar es Salaam na kwa watu ambao mbalimbali, kwa sababu pia watu kutoka nje ya nchi wanakuwa wakishiriki, ni kujiandikisha mapema kwa kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Utaona namna gani ambavyo unaweza kujiandikisha, lakini wale wanachama wetu mbalimbali ambao wamekuwa wakishiriki kwenye mbio ya Absa Dar City Marathon kupitia klabu zao mbalimbali, gym, maklabu yao huko mikoani, ni rahisi kuweza kujiunga kwa pamoja kama kikundi kwa gharama nafuu kabisa ambayo inaweza kufanya wewe kuwa sehemu ya historia ya mbio hii ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa pamoja na Absa kuwa mdhamini mkuu, lakini tuko na watu ambao wamekuwa wakitusupport. Unajua ukubwa wa kitu, nzuri wa kitu huwa unatokana na aina ya watu ambao wanakushika mkono. Ukishakuwa unaona mbio ina mdhamini benki kubwa kama Absa Dar City Marathon, ina Tanzania Breweries, ina Yas, ina Gadgets ambao kupitia brand yao ya Garmin wako hapa. Unaona watu wa Kilimanjaro Fresh wako hapa wanashirikiana sisi, lakini pia East Africa Gateway wako hapa. Kwa unaweza ukaona kama vibopa kama hawa, watu wakubwa kama hawa wako hapa kwenye mbio ya Absa. Unaweza kujua ni tukio la aina gani ama ulipe uzito wa aina gani ambayo inakwenda kufanya wewe kuwa sehemu ya mbio hii ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5. Kwa hiyo wito wangu naendelea kusisitiza, tembelea mitandao yetu ya kijamii, lakini pia message mbalimbali ambazo zinatoka kwa wadhamini wetu. Unajua mbio yetu ya Absa Dar City Marathon kwa mwaka huu tunaifanya kwa tofauti. Tumeanza kutengeneza hamasa kutoka kwenye vitongoji. Kwa tushafanya hamasa kwenye vitongoji mbalimbali vya Dar es Salaam. Tumeshaenda Kigamboni. Wiki iliyopita tulikuwa tuko UDSM pale Ardhi Mall, na wiki hii tutakuwa tuko Coco Beach pale Tips, lakini pia wiki inayokuja tutakuwa tuko Tabata. Kwa kwenye kila vitongoji tunaanza kutengeneza hamasa, na hamasa ni kubwa. Tunaangalia mwamko namna gani ambavyo unaenda, lakini lazima tumfikie kila mtu ambaye anatarajia, kwa sababu kama unavyojua malengo makubwa ya mbio yetu kubwa kwanza ni kuwa sehemu ya jamii kwa kupitia mbio. Pale ambako unakuwa umeweza kushiriki kwa moja unakuwa unaweza kuchangia, kwa sababu baada ya mbio tunafanya tukio letu kubwa pale Mnazi Mmoja Hospital la kuchangia vifaa ambavyo vinazuia magonjwa yale ambayo hayazuiliki, kama unajua non-communicable disease tunasema. Kwa hiyo tutakuwa tuko pale na wadhamini wetu na washiriki wetu, tunashiriki pale tukio la kutoa tunatoa damu, tunatoa vifaa, tunashiriki zoezi kuwa sehemu ya jamii, kama ambavyo pia miongozo ya wadhamini wetu wakuu inavyotutaka kuwa sehemu ya jamii kwenye kile ambacho tunakifanya, lakini pia kutunza afya zetu ambao ndio lengo kuu la kuwa sisi kama The Runners, kuhakikisha afya zetu zinadumu kupitia mazoezi. Tunabadilisha mtindo wa maisha. Naitwa Aaron Luhanga, ni mkurugenzi wa masoko, mawasiliano na mahusiano ya kibiashara hapa Absa. Kama ilivyoelezwa, sisi ni wadhamini wakuu wa Absa Dar City Marathon. Hii ni mara yetu ya 4, yani ni mwaka wa 4 tumekuwa tunadhamini hii mbio kwa lengo kubwa kuangalia afya na kusupport namna gani watu wanaenda kukuza afya zao. Sisi kama Absa tunajua umuhimu huo, na tumekuja hapa kama tunavyosema, dhamira yetu ni kwamba tunataka kuiwezesha Tanzania ya kesho, moja baada ya mwingine, story moja baada ya nyingine. Sasa tunaenda kuwawezesha Watanzania waweze kukuza afya zao, lakini vile vile kama mnavyofahamu sisi tunajikita kwenye
dhamira yetu ambayo tunasema story yako ina thamani. Kwa Absa tunaamini kwamba kila Mtanzania au kila mwana Dar es Salaam ana story yake, na unaweza kuandika story yako pale ambapo unaingia kwenye hizi mbio, kwani utakimbia, utatoka jasho, utafanya mazoezi katika mambo yote ambayo unaenda kufanya, na vile kuona mambo mengi wakati unatembea na unakimbia, vile vile unaandika story yako. Kwa tumeona ni muhimu sana tuendelee kudhamini hizi mbio, tutaendelea kuwa wadhamini wakuu, na kama ilivyoelezewa kwa mara ya kwanza, sisi ndio wadhamini wakuu. Kwa miaka iliyopita tulikuwa ni wadhamini wakuu, lakini tuko na wadhamini wengine katika categories. Imeelezwa hapa kwamba categories ziko 3. Kuna kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Tulichokifanya Absa, tumesema umuhimu wa mbio hii kwa Dar es Salaam yetu, tunataka tuwe wadhamini wakuu, kwa maana tumechukua hizo categories zote. Katika kilomita 21 ni Absa, katika kilomita 10 ni Absa, na katika kilomita 5 ni Absa. Hizi mbio zinaitwa Absa Dar City Marathon, na sisi ndio wadhamini wakuu. Mtaona katika mabango, mtaona katika tunavyohimiza watu wajiandikishe, waje kutembea, kuenjoy kama anavyosema mshiriki wangu wa kwanza kwamba hizi mbio utakuja kuburudika, sio tu kwa wale wana mazoezi wa kila siku. Hata kama wewe unafanya mazoezi mara moja, tunakukaribisha. Ukiwa na familia yako, tunakukaribisha. Hii mbio ni yetu sote wana Dar es Salaam. Tunasaidia jamii inayotuzunguka, na ndio dhumuni lingine kuu ambalo linatufanya sisi tuendelee kudhamini hii mbio, na tutaendelea kudhamini hii mbio kwa miaka mingine zaidi hata 3, ili tuendelee kukuza mbio, lakini vile tuendelee kusaidia jamii na kuhamasisha watu watunze afya zao, ili wote tuwe na afya njema, tuweze kukimu mahitaji ya kila siku na changamoto za maisha. Karibuni sana. Majina yangu naitwa Robert Kasulwa, ni msimamizi wa kanda ya Dar es Salaam ya Kusini, ambayo kiuhalisia ndio mwenyeji hasa wa hili tukio kwa upande wa Yas. Nishukuru kwanza ndugu zetu kutoka Absa kwa kutuweza kutukaribisha katika mbio hizi za Absa Dar City Marathon. Kiukweli limefanyika jambo kubwa ambalo tumeona kwa miaka yote ambayo iliyopita, ikiwa ni jambo kubwa la Dar es Salaam hasa katika upande wa mbio. Na sisi kama Yas tumekuwa ni magwiji katika upande wa mbio. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishiriki katika mbio mbalimbali, ikiwemo mbio kubwa kabisa nchini Tanzania ya Kilimanjaro Marathon. Na tumeona ni vema zaidi kushiriki pamoja katika mbio hizi za Absa Dar City Marathon na kuwa moja kati ya washiriki wenza, kwa maana ya partner wenza katika mbio hizi. Tupo tayari kushiriki. Wengi mnafahamu vibe la Yas linavyokuwa katika mbio. Tumejipambanua kwa muda mrefu katika hilo, na tunaahidi kuongeza kitu cha ziada katika mbio hizi. Kwa ushirikiano wetu na Absa na partners wengine, tunaamini tutaenda kufanya jambo kubwa sana siku ya Absa Dar City Marathon. Tumerahisisha zaidi usajili wa mbio hizi za Absa Dar City Marathon. Kwa majina naitwa Jessica Nasari, ni manager wa key accounts na events kutoka Tanzania Breweries. So sisi kama TBL tumefurahi sana kuwa washiriki katika msimu wa 6 wa hii mbio ya burudani ambayo ni Dar City Marathon. So sisi hatuna mengi, tunawaahidi tu watu wengi wajiandikishe zaidi, waje pale, watatukuta, tutatoa burudani ya kutosha kuhakikisha kila mmoja anafurahia kuwa sehemu ya mbio hii. Asanteni sana, karibuni. Ninaitwa Kevin Malamsha, ninatokea Gadget Shop na niko hapa kama msambazaji wa Garmin. Na wale wote kabisa tungependa kushukuru wadhamini wote pamoja na washirika wengine katika kuwezesha tukio hili kubwa katika jiji letu, na nia yetu kuu ni kuwa hapa kwa support the Runners Club ambao ni waandaaji wa marathon hii ya Absa Dar City Marathon. Wamekuwa kandaa kwa muda mrefu na wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za kuwezesha jamii yetu na jamii nzima inayotuzunguka. Tunawaomba sana muweze kujisajili, sign up kabla mjategemea kupata sold out kufika, na muweze kukaa karibu na mitandao ya kijamii, kwani special announcements zinaendelea kuja kuhusiana na ushiriki wetu na kuweza kusupport marathon yetu pendwa. Karibuni sana. Asante. My name is Balaji Raman. I am Chief Financial Officer of Tanzania East Africa Gateway Terminal. We are the port operator in Port of Dar es Salaam, and we are here
for the last 2 years. We came in to Dar es Salaam in 2024. To be honest, personally, I was never a marathon runner, but I'm excited. We have formed a joggers club in our company where I've started running, and I did 10 kilometers last month. Oosh. And I have a Saturday coming up again. We have going again 10 kilometers. I'm excited to be part of this ABSA marathon, and we are partners in this initiative, and I'm excited and would like to be part of this. And I mean, 2-3 years back I did a Sierra Leone marathon where I was able to complete 10 kilometers. But now I'm excited. In India, when I was there, never ran a marathon, but Dar es Salaam has given me that opportunity, as well as I'm seeing a lot of youngsters on a weekend running, which is an inspiration to me. I've been able to follow them, and then I'm happy to be part of the initiative. Thank you very much, Absa Bank, and looking forward to this marathon. Sure. Thank you so much. Thank you. Hivyo ndivyo ambavyo tunasema your story matters. Hivyo ndio mambo tunayotaka kuyasikia. Kwa majina naitwa Peter Kimeu. Mimi ni meneja wa masoko Kilimanjaro Fresh maziwa. Sisi ni wauzaji wa bidhaa kama mtindi, yogati, maziwa freshi na yafahamu, ambao pia ni mazuri katika lishe ya afya katika wanariadha na katika Watanzania wote. Nashukuru sana Absa Bank kwa fursa hii ambao wamechukua ili kuweza kufund this event, kwa sababu wakati kunakuwa na marathon inaweza kuweza kuboresha mazoezi, kuboresha afya kimwili, kwa sababu siku hizi kuna changamoto mingi sana ya afya, kisukari, magonjwa mengi ambayo yameletwa kwa sababu ya kukosa kufanya mazoezi na kukosa kuwa na lishe bora. Kwa hivyo sisi kama Kilimanjaro Fresh ni moja wapo ya wathamini katika marathon hii ya ukimbiaji Dar City Marathon, katika sehemu ya kuimprove lishe katika miili yetu. Kwa hivyo mimi nawahimiza Watanzania wote na wageni walio katika hii Dar City ambao wanaweza waje wa participate, waje wajiunge katika hii marathon ili kuweza kuboresha afya zetu na pia kurudisha mkono kwa jamii, kwa sababu katika kila jambo ambalo tutalifanya hii katika michango yetu yote tunarudisha mkono kwa jamii. Kwa hivyo nahimiza wote ambao wako katika hii mji waweze kuja wajiandikishe na wakuwe katika part of this event. Ni hayo tu. Asanteni sana. Asante. Tunaomba kwa kutoka EFM. Habari za asubuhi. Mimi naitwa Abisai Steven Junior, ni mwanahabari za michezo kutoka EFM ambao ni official media partners wa Absa Dar City Marathon. Sisi tunafanya michezo na vipindi vyote, lakini tumeona baada ya wenzetu kuzungumza mengi mazuri, taarifa watu watazipata wapi? Kwa hiyo EFM tupo kwa ajili ya kutoa taarifa kwa Watanzania wote kwamba chimbo ni moja tu, ni Absa Dar City Marathon Mei 17. Wana michezo wote tukutane Mnazi Mmoja kwa ajili ya kufanya mazoezi na kuweka miili sawa, kwa sababu tunasema mtaji wa kwanza wa binadamu yoyote ni afya. Kwa hiyo afya itapatikana kama tukienda kwenye marathon wote, tukapunguza mafuta, tukarudisha miili yetu vizuri na kufanya kazi zetu vizuri kama ambavyo inapaswa. Mimi niwashukuru Absa Bank kwa kuwa official sponsors wakubwa. Ni kitu kikubwa sana mnafanya kwenye jamii. Mchango wenu hauwezi kwenda kimya, ni kitu kizuri. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wote tusikilize EFM, tutapata taarifa zaidi namna ya kujiunga na uratibu mzima wa marathon mpaka kufika mwisho. Asante sana. Asante.